mafundisho ya sinodi ya siku hii ya leo kuhusu uchungaji. Tumeambiwa kwamba siku ya kutoa mafundisho ya sinodi tutoe muhtasari mfupi wa mafundisho ya ile Jumapili husika kabla hatujaanza mafundisho yale ya siku hiyo tuliyoyaleta kwa ajili ya sinodi. Leo kuna muunganiko mkubwa sana kati ya mafundisho ya masomo ya leo na mafundisho ya sinodi. Kwa hiyo sitatumia muda mrefu katika kutoa muhtasari wa mafundisho ya masomo ya leo. Masomo ya leo yanaonyesha huruma ya Mungu, na kwa namna ya pekee sasa tunapokwenda kwenye Injili, huruma ya Bwana wetu Yesu Kristo kwa watoto wake, kwa watu wake. Yeye hakuja kuhukumu, amekuja kuifunua huruma ya Baba wa milele. Amekuja kufunua upendo wa Mungu wa Baba wa milele. Amekuja kufunua mahangaiko matakatifu ya Mungu Mwenyezi kwa wana wake. Kwa hiyo anapoletewa yule mwanamke ambaye kwa kadiri ya waliomleta wanaomba eti auawe, apige mawe afe, yaani Yesu kwake inakuwa ni ngumu. Hata kama sheria ya Musa imesema hivyo, sasa wamemweka kwenye mtego au kwenye mahali ambapo ni pagumu. Ni kweli Yesu ni mpenzi wa maandiko matakatifu, na kama mnavyofahamu ametunza sana mafundisho ya Torati. Sasa kama Musa alisema hivyo na yeye amekuja kuifunua huruma ya Mungu, sasa kipi kitawale, sheria au huruma ya Mungu? Huruma ya Mungu itawale, chana na kusema kwamba sijui Musa huruma ya Mungu Baba itawale. Kwa hiyo amemwambia yule mwanamke, ondoka, nenda zako, wala mimi sikuhukumu, lakini angalia lisije likakupate lingine zaidi kubwa kuliko hili, ondoka. Lakini cha maana huruma ya Yesu, si unaiona? Huruma ya ajabu. Wanasema apigwe mawe na wanangojea waanze kumtupia mawe. Wanataka sasa Yesu aseme 1, 2, 3 anza kazi, bu 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 bu. Kasema amekaa kimya, wakakaa pale, wakaondoka wenyewe. Wanasema kwamba yaani wataalamu wengine wa maandiko matakatifu wanasema Yesu alipokuwa kimya anachora pale chini, alikuwa anawapa muda waweze kuleta madhambi yao yote mioyoni mwao, walivyotenda madhambi mengi tangu utoto wao, wayaone yanavyong'aa kwenye moyo wao. Halafu eti walipoyaona yanavyong'aa wakaanza kukimbia mmoja baada ya mwingine, kuanzia yule alikuwa mzee akatoka. Kwa hiyo ndugu zangu, huruma ya Mungu inatawala mpaka leo. Hata sisi hapa tulioko hapa tusifikiri kwamba mpaka sasa tumefanya vizuri sana. Tumeingia kwenye hali kama hizo pia kweli za kumkosea Mungu, kumkosea Yesu kwa namna ambayo yani hatungepaswa. Lakini hata hivyo mimi na wewe ametupa nafasi nyingine. Enenda ukajitahidi usifanye tena hivyo, lisije likakutokea libaya zaidi. Tuheshimu pia huruma ya Mungu, tuheshimu upendo wa Mungu. Tusiuchezee upendo wa Mungu kwa sababu tunasema si atatusamehe tu. Hapana. Kama hapo nilipo, we hapo ulipo, ametupa nafasi nyingine, tujitahidi tusirudi tena huko. Tena sinodi inasema kwamba ukiambiwa kosa lako na ukalifahamu mara moja, hapo fanya about turn, yani unageuka kabisa, unasema ninafuata njia nyingine. Kwa kifupi ndugu zangu, huruma ya Yesu ni ya ajabu, huruma ya Yesu ni ya milele. Mahangaiko ya Yesu kwetu ni makubwa, mahangaiko ya Yesu ni makubwa, upendo wake ni wa ajabu. Lakini daima anapotupa nafasi ingine ya kufanya vizuri zaidi, tusiichezee ile nafasi, tusiichezee ile nafasi. Hata sisi hapa unaweza kukuta tuko kwenye ile nafasi aliyotuambia, enenda na usifanye tena hivyo. Tuiheshimu, tujitahidi kwa neema yake tufanye vizuri zaidi.
Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu zangu, sasa tunatoa mafundisho ya semina katika jimbo letu Katoliki. Leo maparokiani kote mapadi wako kwenye semina, na hata mapadi hapa nao wamepangwa, wamekuja hapa tu, nafikiri wanarudi tena huko kwenye maparokia yao semina. Na sasa tuko mada ya 4. Mada ya kwanza mnakumbuka ilikuwa ni ya jimbo, ya nini? Ya jimbo. Halafu mada ya pili ikawa ni ya imani, ya nini? Halafu mada ya tatu ikawa ni ya sala na liturujia takatifu. Mada ya nini? Na sala na liturujia takatifu. Leo ni mada ya uchungaji. Uchungaji. Sasa hii ina mambo mengi, lakini sisi tunasema tu kwa muhtasari, na kwa vile tutakuwa tunaendelea kujifunza, maana haya mafundisho ya kwenye sinodi yanajirudia yale tuliyosema kwenye jimbo. Yaani tunapokuja kwenye mada nyingine kama imani tunayakuta tena kwa namna moja au nyingine. Tunapokwenda kwenye mada ya sala na liturujia takatifu unakuta tupende tusipende, na mafundisho yale ya jimbo, mafundisho yale ya imani yanakuja tena. Tunapokuja sasa kwenye mada ya uchungaji, yaani tupende tusipende, yale mafundisho ya jimbo, mafundisho ya imani, mafundisho ya sala na liturujia takatifu tunakutana tena nayo kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo hapa tutasema tu kwa kifupi, maana tutaendelea kujifunza mada hii katika safari yetu ya uchungaji. Sasa ndugu zangu, tunaposema uchungaji maana yake nini? Uchungaji ni utume katika kanisa unaohusisha huduma ya kuhudumia taifa takatifu la Mungu kiroho na kimwili pia, ili wafikie wokovu. Ni huduma, na huduma hii ina mahali pa kuanzia. Nani mhudumu wa kwanza? Mchungaji. Tunazungumza juu ya uchungaji jimbo Katoliki Moshi. Huduma za kiroho na za kimwili zinazotolewa jimbo Katoliki Moshi ziko namna gani? Lakini turudi kwa mwenye dira aliyetupa kazi. Mhudumu wa kwanza, mchungaji wa kwanza ni nani? Ni Yesu Kristo. Sikiliza anavyosema katika Injili ya Mtakatifu Yohani sura ya 10 mstari wa 11. Hii ni muhimu na ndio mwondoko wetu. Mimi ndimi mchungaji mwema. Mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Sikiliza, huyo ndiye nani? Mchungaji wa kwanza au wa mwisho? Wa kwanza kabisa. Bwana wetu Yesu Kristo ndiye mchungaji wa kwanza, ndiye mhudumu wa kwanza. Kama tunazungumza juu ya uchungaji kwamba ni huduma inayotolewa na wahudumu. Mhudumu wa kwanza tunarudi kwake ni nani? Yesu. Mimi ndimi mchungaji mwema. Mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Kumbe ndugu zangu, ndiye ametufundisha uchungaji. Mimi nitaongea kidogo tu juu ya uchungaji, halafu atakuja katibu wangu tumepangwa naye ataongea juu ya changamoto za uchungaji. Uchungaji ni utume katika kanisa unaohusu kuhudumia taifa la Mungu, watu wa Mungu kama nyinyi. Kama mnavyofahamu, tunahudumiaje kiroho na kimwili ili wafikie wokovu? Tunahudumia namna gani? Kwa kufuata mfano wa Bwana wetu Yesu Kristo. Mimi ni mchungaji mwema. Mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo wake. Mnaona mara moja yaani hapo tunaona sifa za mchungaji na ambazo zinapaswa kutawala sisi wachungaji. Yaani mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo wake. Kumbe mchungaji mwema amejawa na upendo kwa watu mpaka anatoa uhai. Yaani amejawa na upendo
sadaka na kuwajali watu wake. Anajali watu wake wako namna gani? Yaani anavyowaona, anaona lazima nitoe nafsi yangu. Anawajali, anawapenda na yuko tayari kutoa sadaka kwa ajili ya watu wake. Mchungaji mwema ametawaliwa na hizo fadhila. Kujali, anajali sana kondoo wake. Na simu tuombee tuwajali sana nyinyi tunapowahudumia. Anawajali sana, anawapenda na yuko tayari kutoa sadaka. Sadaka ina gani? Ya nafsi. Mimi ndimi mchungaji mwema. Mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Yuko tayari kutoa uhai wake, na sisi tuko hapo hapo, tunaendeleza pale alipotuachia, baada ya yeye kutupenda hivyo na akatoa uzima wake kama tunavyoona sasa katika wiki hii na wiki ijayo. Akatoa nafsi yake kwa mateso makubwa, mateso ya msalaba, kifo cha aibu msalabani, akafa. Lakini akafanya nini? Yaani jamani, yaani sitaki tena, yaani naomba wote mniangalie, tufuate mafundisho kidogo. Msilale. Wanasema siku hizi, yaani yule adui wa Yesu, adui wa Injili, anafanya kazi kubwa sana kwenye kanisa, na amegundua mbinu mpya kabisa ya kuwafanya watu wasiende mbinguni, nayo ni kuwafanya watu walale wakati masomo yanaposomwa, halafu wakati wa mahubiri. Naona sasa simeshaona kwamba imeingia kweli. Msikute na yule mwovu ameshaingia hapa. Yaani watu wengi sana wanalala wakati wa mahubiri, sehemu nyingi sana. Sasa wanasema eti ni mbinu mpya aliyogundua ya kuwafanya watu waachane na Yesu, wamfuate yeye. Anakuja kitu cha kwanza anawafanya, wakati masomo matakatifu yanaposoma kula altareni, anawafanya wasisikilize. Wanaangalia tu huko nje, na wengine wanaangalia simu, na wengine wamelala. Mahubiri yakija ndio hivyo tena kabisa. Ni yule mwovu yuko kazini, ili iweje? Ili achukue nafasi ya Yesu. Hakuna. Sisi tusimame imara, tuwe hai daima. Usikubali katika mafundisho haya ulale, sikiliza mpaka mwisho. Bwana Yesu anakuja kuambia. Sasa huyu mchungaji mwema ndiye dira, ndiye mfano unaong'aa hata kwetu sisi wahudumu, iwe ni maaskofu, iwe ni mapadi, iwe ni watawa, iwe ni walei. Amejawa na upendo, amejawa na mahangaiko kwa watu wake, anaona hali zao zilivyo, amejawa na utayari wa kutoa maisha yake kama sadaka. Sasa tunaposema kwamba yaani sisi tunaingia hapo, sio kwamba ni kitu kipya, tunaendeleza. Yeye baada ya kutupenda hivyo, tena akatoa nafsi yake kama tutakavyoona wiki hii, kwa mateso makubwa, mateso ya msalaba, kifo cha aibu msalabani, halafu akazikwa, kifo cha aibu, akafufuka, akaanza kanisa. Imefundishwa kwenye ile mada ya jimbo, jinsi ambavyo kanisa limeanza hapa jimboni kwa namna za ajabu. Ni Yesu anasukuma, Yesu mchungaji mkuu alipenda tupate jimbo mapema sana. Mesikia hivi tu kuna majimbo yametajwa, jimbo la wapi? Jimbo la Mafinga, na jimbo lingine jipya ni la wapi? Bagamoyo. Bagamoyo sisi tumetajwa miaka mingi iliyopita. Halafu akatuletea wamisionari wakatufundisha sala, wakatufundisha amri za Mungu, wakatufundisha sakramenti, wakatufundisha Biblia, neno la Mungu, wakatufundisha mapokeo, tukawa watu wazuri. Hao misionari wakatufundisha namna ya kuwahudumia watu wengine. Kwa hiyo walikuwa ni wahudumu wanaofuata mfano wa nani? Yaani jimbo likaja, wamisionari wakaja, wakatufundisha sala, wakatufundisha amri za Mungu, wakatufundisha katekisimu, mafundisho ya sakramenti, sakramenti ya ubatizo, sakramenti ya Ekaristi, sakramenti ya kipaimara, sakramenti ya kitubio,
sakramenti ya wagonjwa, sakramenti ya nini, mpaka wa wagonjwa, sakramenti ya ndoa, sakramenti ya upadri. Wakatufundisha wanani? Wamisionari. Wanani? Walikuwa katika huduma. Ndio huduma yenyewe ni kumpeleka Yesu kwa watu, kumpeleka Yesu kwa watu ili watu wafanane na Yesu. Sasa wakaenda hapo, jimbo likaanza kuchanua kutokana na yale malezi mema. Watu wakawa maadili mazuri, watu wa sala, wanasali asubuhi, wanasali mchana, sala ya Angelusi, wanasali jioni, wanakwenda misa takatifu, wanakwenda maungamo mara kwa mara, wanakuwa wanaheshimiana huko nyumbani. Mito ikaanza kutokea mingi. Mito ya ndoa zikatoka ndoa nzuri zenye heshima, watu wakaoa. Yaani wengi walipooa, wanaume wengi hapa wakina baba walipooa walikuwa hawajakutana na mwanamke yoyote, na wale walioolewa walikuwa hawajakutana na mwanamume yoyote. Ndoa takatifu, wakazaa watoto nao wakawa hivyo. Wengine wakaanza kwenda mashuleni huko, watu wazuri wenye heshima, wanaoheshimu utu, wanaoheshimu maadili. Wakatoka huko kwenye hizo familia, wakatoka mapadri, wakatoka masista, wakatoka mabrother, wakatoka misionari. Hata hapa Kishumudu wako wengi. Kweli ya uongo? Ni zile huduma ziko kazini, huduma zile za Yesu, huduma zile za misionari baada ya kupata jimbo ziko kazini. Kwa hiyo tukawa vizuri kweli, watu walikuwa ni watu wa sala. Mtu alituambia kwamba hata Angelus, yani ikigonga tu siku moja Angelus imegongwa eti barabarani, wale watoto walikuwa wanapigana, watoto wa kiume walikuwa wanapigana wawili mangumi, sio alikazilishana nini. Sasa Angelus ilipopigwa, yani wakaanza, malaika Bwana alimpasha habari Maria, wakapatana pale, yani wakasali Angelus, wakaacha kufanya nini? Kupigana. Wakasali Angelus, walipomaliza wakaanza tena kupigana, lakini cha maana vilisimama. Yani walipopiga dang, malaika wakaacha kupigana. Sasa mimi nilikuwa nafikiri kwamba pale wangeenda nyumbani waseme Yesu asante sale, lakini wakaendelea kupigana. Lakini baraka hapa ni kwamba hawakuweza kuacha sala ya Angelus, ilikuwa huko kwenye damu. Ndivyo ilivyokuwa hasa hapa Moshi, sala ilikuwa kwenye damu. Sala ya asubuhi Angelus, sala ya Rozari takatifu, misa takatifu, maungamo. Kweli ya uongo? Sasa ndivyo yalikuwa matunda ya nini? Matunda ya uchungaji wa Yesu. Akawapeleka, akatupa jimbo, akatupelekea wamisionari wakafanya hivyo. Na kwa sababu ya zile familia nzuri zilipotokea, yani mapadi wameanza kutoka wengi, masista wametoka wengi, mabrada wametoka wengi, makatekista wengi, makatekista wenye imani, waliojawa na maadili, waliojawa na uchaji, waliojawa na sauti. Nakumbuka tulipokuwa watoto, yani anavyosalisha katekista asubuhi saa 12 tu, hahitaji kipaza sauti kama hiki. Ile parokia ya Kibosho Mama, sisi tuko kule mbele kama watumishi, unasikia ameshaanza kule nyuma mara moja, inapofika malaika Bwana alipasha habari Maria, ile sauti inakaba kanisa lote. Makatekista walikuwa na nguvu, yani sauti yao inapita ya mapadi. Kwa sababu gani? Walikuwa wamejaa imani, walikuwa wamejaa uchaji, walikuwa wamejaa maadili na uadilifu. Mungu alikuwa anagonga ndani yao. Kwa hiyo wakatoa huduma nzuri namna hiyo. Ndio ndugu zangu, tunapozungumzia uchungaji ni wa Kristo Bwana, umeanzia kwake mchungaji mwema. Halafu na sisi tukaingia hapo kwa njia ya jimbo, tukapewa misionari, mapadi wakaja, mito ikaja, watoto wakapata upadi na watawa wakatokea,
na sasa wakatokea makatekista wengi, wakatokea waamini wengi walei waliosaidia sana, pamoja na kwamba wakati ule walikuwa hawajaingizwa sana kwenye kanisa, wasaidie kwenye utume wa kanisa kama sasa. Ndugu zangu, tuko hapa. Mchungaji ni nani? Ndiye huyo. Mungu ni mchungaji aliyeteuliwa na Mungu kushirikia mambo matakatifu ya Mungu kama nilivyowaeleza. Maana kila kohani mkuu aliteuliwa awe mhudumu wa watu kwa ajili ya wanadamu. Aliteuliwa na Mungu kwa mhudumu wa watu. Ukisoma kwa Ibrania sura ya 5 mstari wa 1, mchungaji mwema ni Yesu Kristo mwenyewe. Tumesha kusema, kumbe na sisi hapo hapo tumetokana na yeye. Ni nini lengo la uchungaji wetu? Lengo kuu ni kuwafanya watu wapate wokovu. Lakini tukianzia hapa tulipo, tunasema ni kuwafanya watu wapate ukombozi, waondolewe katika mambo yanayowasumbua, wapate ukombozi, tuwafanye wawe katika hali ya utulivu. Tunawafanyaje watu kwenye utulivu, waondoke kwenye hofu, waondoke kwenye mahangaiko, waweze kuwa na utulivu na amani na furaha na matumaini. Yaani mahujaji katika matumaini ni watu ambao tunahiji, lakini tunahiji kwenye matumaini. Yaani jinsi ambavyo basi tunaweka katika matendo yale tuliyofundishwa na wale wa misionari, wakaja mapadi, wakaja makatekista, wakaja watawa. Ni hayo kuwa watu wa sala, kumpenda Yesu, kumpenda Mungu, kuwa watu wa sala, kupenda sakramenti takatifu, kupenda neno la Mungu, kupenda mapokeo, kuyapokea mapokeo ya zamani, kupenda kuishi kwa kadiri tunavyoelekezwa na kanisa, kukubali kuwa watu wa maadili. Hayo ndio mambo yanayofanya watu wanakuwa kwa kweli hawako tena, yani ni kama watumwa. Yani lengo la uchungaji ni kuwakomboa watu, kuwaondoa watu katika mahangaiko ambayo sio ya wana wa Mungu, hayana sababu ya wepo. Unakuta mtu anahangaika, yani ana hofu ndani yake, kuna uchawi, ninalogwa. Kunakuta watu wanahangaika na mambo yao, kwa anatafuta mbuzi nyingi kuwapa watu waliotangulia. Anatumia fedha zake huko ndani wote kwa ajili ya kuwapa wasee, ndio matambiko. Usiku silali, wanakuja kunisalima, baba askofu ananisumbua, sasa nataka kuwapa chakula baba. Nimekwenda kutafuta mbuzi kule kikafu baba, nimenunua 500, kila mmoja apate hapa ya kwake, baba mdogo, baba yule aliyotangulia na bibi, alafu na baba na yule mke wangu wa kwanza, wakae huko waliko, wananisumbua usiku silali, wanakuja kunisalimia kila siku. Sasa uchungaji kazi yake ni kuwaondoa watu huko kwenye huo upumbavu. Yaani fedha unamaliza, na sisi tuko kwenye hali mbaya ya fedha, tunahangaika fedha, tunajenga mashule. Kwa nini tulete hizo fedha tujenge shule? Hata ulete pale wa askofu, niambie baba askofu, hizi fedha sisaidie kujenga. Nimesikia unajenga Holy Center, St. Michael, Takatifu Mikaeli malaika mkuu, senta takatifu ya kuuza vitu vitakatifu, sanamu za Bikira Maria, Takatifu Yosefu, midali, rozari na cheteso na vitu vya kanisani. Baba askofu, nakupongeza, naomba uchukue 500 baba, uendelee hapo. Wewe unaipeleka shikafu, kwenda kununua mbuzi, si kumpa baba yako. Sasa mnakuja mnachinja pale, yani mnapeleka pale kaburini, mnampelekea, yani baba mkubwa, naomba upokee embe, yani ukae huko, usitusumbue. Unaitikia wewe mwenyewe. Yani unajua huo ndio ujinga, yani unaitikia mwenyewe. Babi yetu mkubwa ambaye Masondale, yani ukae huko, upokee basi, yani ule na yule mke wako, na hii kwa baba mdogo, mkae pamoja huko, yani wewe ujinga. Sasa yani uchungaji ambao yani unakuja kwetu umejawa na sala, umejawa na nguvu ya sakramenti, na nguvu ya neno la Mungu, nguvu ya neema za Mungu. Tunataka uchafu huo utoke, yani mupate liberation, muondoke katika hiyo hali. Ndio kazi ya uchungaji.
lakini hatima yake pia uchungaji, watu wapate uokovu, mufike kwa Yesu. Sasa hebu niambieni, mnakumbuka tuko kwenye mwaka Jubilei Kuu, mwaka mtakatifu 2025, mahujaji katika matumaini. Mahujaji katika matumaini. Baba Mtakatifu anatangaza mwaka wa Jubilei Kuu, mwaka mtakatifu. Kwa nini mtakatifu? Anataka watu tunapotembea tutembee kwa matumaini, tujitakase, tujisafishe, tuondokane na mambo yetu, tuwe watakatifu. Ni mwaka mtakatifu na ni mahujaji, tunarudi kwa Baba. Sisi tuko hapa ni mahujaji, ni kanisa ambalo tuko kwenye hija, tunakwenda tunarudi kwa Baba, lakini tukiwa na matumaini ya kiuokovu, kwamba jinsi tunavyojitahidi hapa duniani, tunavyompenda Mungu, tunavyompenda Yesu, jinsi uchungaji unavyosaidia kwa kweli kututakasa, kutuinua na kutufanya daima tuwe watoto wa Mungu, yani tutafika huko tu. Ni mahujaji katika matumaini matakatifu, matumaini ya kiuokovu, kwa sababu Yesu ameshashinda, amefufuka kutoka wafu, yuko mbinguni, na sisi tunakwenda huko. Ni wahujaji katika matumaini. Sio matumaini ya kwenda kupata hapo kikombe. Nakuta mtu anakazana kweli, yani hapo unamkuta hapo barabarani anakazana, yani anakazana hata anapita gari. Baba, kuna shida gani? Usikute kwamba kuna mtu mgonjwa unaenda muita padi, sisi tuko hapo tunaweza kwenda kufanya. Hapana baba askofu, nimechoka sana, nikapate kikata hapo. Baba, wapi? Hapo barabarani. Wewe unakimbilia kikata wewe kimbilia bwana kwenda mbinguni bwana. Matumaini, tunakwenda kwa Yesu kwa matumaini. Hiyo ndugu zangu, yani kazi ya uchungaji ni kuondoa watu katika mahangaiko, mambo ya kipumbavu yaliyotukamata. Atazungumza Padre Gasto baadaye, yametukamata na tunataka kugeukia huko. Hapana, sisi tunasema ni wa Yesu Bwana. Tuko njiani. Uchungaji lazima utufungue. Kama ni uchungaji wa kweli lazima utufungue, utuache huru, twende kwa Yesu. Sisi ni wa Yesu Bwana, na tunamwambia njoo Bwana Yesu, Maranatha, njoo Bwana Yesu. Tuko tayari. Wangapi wanamwambia Yesu njoo Bwana Yesu, Maranatha? Hata leo jioni, nyosha mkono. Uongo. Mimi nanyosha tu mkono. Unajua mama yangu alikuwa anatusumbua sana, mimi na mdogo wangu, anasema nakufa, mimi naumwa, yani nakufa, kwa nini Mungu asiniondoe tu? Mimi nakufa, yani kwa nini asiniondoe tu jamani, hata niondoa lini? Siku moja tukaja mimi na mdogo wangu, tunamchezea mama kama ilivyo watoto. Mkubwa wangu akaleta akapanga, na mimi nikaleta kisu, kumwambia mama, ndio tunakumalizia hivyo. Wewe unamsumbua Mungu kila siku, yani utaniondoa lini? Sisi tunakuondoa sasa. Tunaangusha moyo. Naomba mniache kwanza. Tukamwambia mbona unatusumbua kila siku? Mungu atakuja lini? Ndio ametutuma sasa. Kwa hiyo nyinyi mnajidanganya tu hapa, mko tayari. Mkaeke mambo vizuri, mkasafishe nyumba yenu vizuri kabla hajaja. Ni matumaini katika nini? Ni wahujaji katika matumaini. Na lengo la mwisho ni kupata wokovu. Tufike kwa Mungu. Kwa ndugu zangu, tuko hapo, tunaendelea hapo kwa mchungaji mwema kutoa huduma inayofanana ile ya Yesu, ili ilete liberation, ilete ukombozi. Ukombozi ni tofauti na uokovu. Uokovu ni kuingia kule kwa umilele kabisa. Ukombozi ni kubi liberated, kuachiwa na haya mamtakataka ambayo yanatufunga kama Padre Gasto atakapozungumzia yalivyoingia sijui huko Moshi ametukamata, yanataka kuchukua jimbo. Hakuna hata chukua jimbo. Hapa ni kwa Yesu. Hapa ni kwa Yesu, lazima tu tushinde. No way. Ni lazima Yesu ashinde, ndio maana sinodi yupo. Au mnasemaje? Sinodi Jimbo Katoliki Moshi. Katika Kristo Kristo na tufanye yote upya. Uchungaji tuko hapo, ndio maana sinodi na haya yote. Tunamwomba tu Bwana Yesu atuliberate, atuachie kwenye mambo yetu ya kijinga ya kipumbavu yanayotuchelewesha tusiwe watakatifu. Yanatuchelewesha katika utakatifu.
yanatuchelewesha, lakini kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, kwa nguvu ya neema ya Mungu, tunaamini kwamba tu ataguza mioyo yetu tutoke humu, ambayo mmezungumzia madhaifu yote, mmeshazungumzia kwenye jimbo, mmezungumzia kwenye imani, mmezungumzia kwenye sala, kwenye liturujia takatifu. Leo Padre Gasto atawaeleza pia anayotusumbua kwenye uchungaji, atayasema. Sasa wachungaji ni wanani? Sasa mchungaji wa kwanza ni nani? Baadaye akaweka kwa namna zake za ajabu upendo wake. Wachungaji wengi wengine wakaja, kwa misionari wakaja. Jimbo la Moshi likapata bahati ya ajabu, likapata mapadi wengi, makatekista waliojawa na imani. Wengine wametoka hapa Uru, tunawafahamu, wamehudumia mpaka sehemu nyingine kule Kondoa, kule Arusha. Wakaja watawa, wakaja waamini wale. Sasa wadau wa uchungaji Yesu Kristo, lakini tunapokuja kwenye kanisa ni mapadi. Ni mapadi. Yaani kwanza tunakusema ni maklero. Yaani askofu, mapadi na mashemasi. Alafu watawa. Alafu waleni. Sasa mapadi tunaendelea pale pale kwa Yesu. Mapadi wanakuja, wanasaidia katekesi, ndio hiyo sasa ikae vizuri zaidi. Tuko kanisani, tunabatiza, tunafundisha sala, tunaadhimisha misa takatifu, tunakuja kuadhimisha baraka sakramenti kuu, tunakuja kukutana na vyama vya kitume, tunakwenda huko kwenye jumuiya ndogo ndogo za Kikristo, tunakaa nao, tunakuja sasa, tunakuja kwenye mazishi, tunazika, tunakuja tena, yani basi ndio uchungaji unaanzia huko. Mapadi wanasali wenyewe wapate nguvu waje kwenu, wanasali na nyinyi, tunasali pamoja sala za asubuhi, tunasali misa takatifu, tunaadhimisha sakramenti ya maungamo kabla ya misa au wakati au baada ya misa takatifu. Alafu tunakwenda kwenye kusikiliza vyama vya kitume, kuwapa mafundisho ya kiroho. Tunakwenda tena huko ofisini, tunasikiliza matatizo ya watu. Tunakwenda tena sasa huko kwenye jumuiya zetu, tunasali na watu, tunawasikiliza. Tunakwenda kwenye jumuiya tena huko, tunakutana na huko hayo mambo. Basi tunatafuta namna ya kuwaomba watoke huko waje nyumbani. Ataeleza Padre Gasto mambo ya ajabu, wakati mwingine anapokwenda kutoka machozi. Alafu basi unatoka huko, tunakwenda kuzika mahali pengine hatuwezi kuzika. Basi hapa pia kumekuwa una matatizo. Hasa mapadi wangu wananiandikia barua, baba askofu, yani padi gani huyo? Ndoa, yani anapiga makelele. Yani ana jazba, anaongea na sikuwa jaziba. Yani aje kwenye jumuiya ndogo ndogo za Kikristo, hatumoni kwenye maungamo. Yani akija kwenye mazishi, badala ya kutuzungumzia juu ya matumaini, yeye anatuambia mtakufa tu wote hapa. Hadi gani umetuletea muondoe? Munaniandikia barua. Yani niwaulize, na mimi nimekuwa mlezi seminarini. Malezi yote ya seminari ni malezi mema, yanawafundisha wa seminaristi kama hapa, kama haka kalioko hapa simama, kama kalichokuwa hapa sit down. Tunawafundisha mambo mema, mtakavyo kwenda kule mwasaidie watu waende mbinguni, muwaliberate, muondoe kwenye ujinga kama Yesu alivyofanya. Sasa hivi mnaponiandikia barua, sijui wanaongea kwa jazba, wana lugha za majivuno, yani kwenye malezi ya kipadi hakuna. Swala linakuja, hawa ni watoto wenu, wametoa wapi hiyo lugha ya majivuno, lugha hiyo ya jaziba, lugha hiyo ya kutukana, ya kudarao, ya udhivu? Wametoka wapi? Wametoa wapi? Kwenye familia. Nani, kwa nini mnanirudisha kwangu? Mimi ningewaambia umetupa watoto gani tu baba na mama kweli? Kwa nini mlikuwa mnatukana hivyo mpaka mtoto wako amechukua analeta mpaka huku na ameshakuwa padi wa milele? Mimi kwenye malezi sijaona mahali popote. Mapadi wangu, nyinyi mmepitia kwenye malezi, kuna mahali hapo kuna malezi ya kutukana, ya majivuno. Sasa mambo mengine ni hayo ambayo kama watoto watakao kuja seminarini sasa hivi na utawa, tutapata nao shida kubwa sana. Kweli, kwa sababu wanavyoona hayo mambo yalivyo huko. Sitaji kuingia kwenye changamoto, sio sehemu yangu, ni Agasto. Tutapata shida. Yaani kama baba na mama hawasali, kama baba na mama kila siku ni kiwari, na yeye amesaliwa katika kiwari,
Mama akiwa na mimba, mama kila siku kiwari. Kwa hiyo wewe unatarajia mtoto atapenda kiwari au atapenda kiwari? Na sio kiwari tu cha huko kijijini. Sasa kuna vingine vinatoka mpaka Dubai, atapenda kiwari cha Dubai kama mlivyomfundisha. Kwa hiyo sasa lazima tuombee watoto wetu, waache kuniandikia barua za kunilaumu. Mimi kweli siyafanya hivyo. Kwa hiyo tumuombe Mungu, tupige magoti. Mtoto wetu, kama kuna mapadi wetu hapa na pale imeonekana, askofu unatupelekea mtu gani hapa? Kwenye mazishi yaji anatugombeza tutakufa wote twende motoni. Kwa nini anawagombeza? Hapa labda ameshakunywa kiwari. Imetoka wapi? Imeanzia kwenu, ndivyo mlivyowalea kwenye malezi ya seminari yote. Hakuna mambo hayo. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa walezi wetu ndio hao mapadri, watawa. Mapadi kazi yao ni nini? Ndio kazi hiyo, wana kazi zao za pekee. Ndio hizo, kama hizo kazi za sakramenti takatifu, kutoa sakramenti ya ubatizo ni ya kwao kwa namna ya pekee. Misa takatifu, kuungamisha, ushauri wa padi ni wa muhimu sana. Ndio maana tunaomba sana mapadi wakae kwenye ofisi, waongee na Wakristo wetu, kuwatembelea Wakristo. Padi, mimi mara nyingi sana nimekuwa kwenye uchungaji, sikupata nafasi ya kuwa kwenye uchungaji kwa muda mrefu kama mapadi wanaozungumza hapa. Nimekuwa tu ni mtu wa mashuleni, ni mtu wa malezi. Lakini nilipopata bahati kidogo, hata sasa kweli ukiwatembelea Wakristo hospitalini wanavyofurahi, kwamba naomba niwekee mkono baba padi, naomba niwekee mkono, naomba niubusu, naomba wakati hata sio padi, sio askofu, naomba nibusu mkono. Wanapenda sana tunapowatembelea kule kwenye familia. Ndio kazi yetu, kuwatembelea wagonjwa, kuwapa kitulizo, kutembelea familia, kuangalia huko hayo matatizo yaorodheshwe kama Kristo atakavyosema alivyo huko, yalivyo na harufu nzuri huko kwenye familia zetu na kwenye vijiji vyetu. Basi sasa kwa kifupi ni kuendelea pale kwa Yesu, kuhubiri Injili, lakini Injili ambayo iko katika huduma. Lazima hata kama ni Injili, maana yake ni huduma, kuwafundisha neno la Mungu, kutembelea jumuiya ndogo za Kikristo, kuwaimarisha, kujaribu kuwainua wawe ni watu wa maono ya kimungu, maono ya matakatifu ya kimbingu. Ndio kazi ya mapadi. Watawa wao wanaweka nadhiri, wanajiweka wakfu kwa Mungu, nadhiri ya utii, usafi wa moyo na umaskini kamili. Kwa lengo gani? La kutoa ushuhuda wa maisha ya kimungu kati ya waamini, kwa sababu hayo mashauri ya Injili wanayoyaishi, mashauri ya Injili, usafi kamili, alafu utii, alafu umaskini kamili. Hayo mashauri ya Injili maana yake wanajaribu kuishi Injili, sifa kuu za Injili wakiwa hapa duniani, sifa za mbingu, tunu za kimbingu. Uchaji, usafi kamili ni tunu ya mbingu. Umaskini, kutokujiambatanisha na kitu chochote, kuwa tu wa Mungu, ni tunu za kimbingu. Maskini, kutojiunganisha na mali na mafedha ya ulimwengu huu, nafsi yako ikawa tu uko mbinguni kama uko hapa, lakini unamwadhimisha Mungu, kila kitu unafanya kwa sababu ya utukufu ya Mungu, ni sifa za kimbingu. Kazi yao ni kutoa ushuhuda wa uwepo wa tunu za kimbingu hapa duniani. Yesu alisema kule hawaoi wala kuolewa, wanaishi tu kama malaika. Sasa hata hapa duniani Bwana Yesu amependa kuweka watu ambao wanaishi hizo tunu za kimbingu, ili watoe ushuhuda kwamba hata mbingu iko hapa, kuna alama za kimbingu hapa. Wale ambao hawaoi wala hawaolewi, wanaishi tu kama malaika, tayari kuna alama yake hapa duniani. Hao ni watawa. Kazi yao kwa kweli ni kutoa huo ushuhuda wa uwepo wa mbingu wa Mungu hapa duniani, lakini pia wakishiriki sana katika utume wa sala na katekesi. Mimi hata sasa hivi najua ni paroko wa kule Mpirini
kule Ntirini. Wengine hata mfahamu Ntirini iko wapi. Jamani, wangapi wanafahamu Ntirini iko wapi? Parokia Ntirini, watakatifu Petro na Paulo. Chonyesheni mikono. Haya, baba paroko, unaona sasa hawa tunaomba uwalete Ntirini walau kama watu 50 hivi, na kule kwa kweli tuko kwenye hali mbaya, sio matajiri kama nyinyi, kule hakuna kanisa nzuri kama hivi na madirisha mazuri kama hivi, mkatuchangie kidogo, walete kule Machami, bali kabisa kule msituni Machami kule juu kabisa. Baba Askofu Stipendi alijenga kanisa nzuri kweli 1977, yaani kanisa kizuri kweli na nyumba ya mapadi, lakini sasa kule kwa kweli hatukutoa uzito kule mahali mpaka sasa. Ndio maana mimi ni paroko wa Mtirini, parokia watakatifu Petro na Paulo. Sasa kule pia mimi natafuta watawa waende kule, watawa waende kule ili waweze kwenda kwenye jumuiya ndogo ndogo za Kikristo, watoto waone watawa wakoje, waweze pia kusaidia tunapotoa ile kushirikishana, waweze kuwaalika watu namna ya kushirikishana neno la Mungu kikanisa, wao wenyewe wakionyesha mfano, wanashirikisha neno la Mungu baada ya kusomwa, lakini pia wawaalike katika roho ya sala, lakini pia watembelee familia na identify, yani kutambua familia ikoje, ni wangapi wamebatizwa, ni wangapi wamebatizwa, kuna masuria wangapi, ni wangapi wanapokea komunyo, ni wangapi. Yani watawa ndio kazi yao na wanapaswa kusaidia sana katika utume wa kanisa, katika uchungaji. Tunawahitaji sana 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 huko mashuleni. Sasa hivi itakuja hilo tatizo, tutalizungumzia. Yani kwenye mashule yetu katekesi imeteremka sana, somo la dini imeteremka sana. Sasa nani afundishe huko? Hata askofu mimi najitahidi wakati mwingine na kwenda shule za karibu, lakini nashindwa sababu ya majukumu mengi. Yani mapadi lazima tukafundishe dini, lazima tukafundishe katekesi. Watawa wote, walimu wote wa Katoliki wanaofundisha katika shule zetu wanapaswa kuingia hapo, lakini kwa kweli kumekuwa kuna ugumu mkubwa kabisa. Wanasema sisi tuko hapa kufundisha, yani hatuko hapa kufundisha dini, lakini wakati huu wa sinodi tunataka tuingie hapo. Watoto wetu walioko kwa mashuleni hawawezi kuwa maskini hivi, na tutaingiliwa sasa hivi, watabadilishwa wawe kitu kingine. Ni lazima iwe ni askofu, iwe ni mapadri, iwe ni watawa, iwe ni walimu wetu wale ambao ni Wakatoliki wanaofundisha kule, wafundishe. Iwe ni wastaafu walioko hapa wengi tu walimu, tuwaombe waende huko wafundishe dini. Tutunze wale watoto wetu wasikamatwe na yule mwovu. Sijui mmeshafahamu mashuleni kwetu sijui kukoje, hakuko vizuri hata kidogo. Sasa hiyo ni kazi ya watawa, kazi ya watawa, tunapaswa kwenda huko. Sasa ndugu zangu, hiyo ni muhimu sana. Watawa, walei, kazi yao nyinyi mnafahamu wenyewe mnavyotusaidia hapa, hakuna kuongea sana. Mwanzoni kabisa kabla ya Vatikani tu hamkuwa na nafasi, lakini sasa hivi mama kanisa anasema mpewe nafasi ya kutakasa malimwengu. Yaani nyinyi baada ya kutoka huku nyumbani ni watu wa sala, mmeifishwa kwenye sala Bwana, kama mlivyo huko wote ni watu wa sala, ni watu wa sala katika maana halisi. Mnapenda sala, iko katika huo moyo, mmejawa na uadilifu wa kimungu, uchaji wa kimungu. Alafu ni watu wa sakramenti. Sakramenti ya Ekaristi, nampokea Yesu daima, iko katika mioyoni mwenu. Mnajua Ekaristi takatifu ni nini? Ni nafsi ya Bwana wetu Yesu Kristu, Mungu mzima. Nampokea na ninampenda, siwezi kuacha kupokea Ekaristi, maana bila Yesu siwezi. Sasa ni watu wa sala, ni watu wa Ekaristi takatifu, ni watu wa maungamo. Nani ambaye hakosei? Nani ambaye hakosei? Hata juzi kwa kwenye hija, yani wale watoto wa maungama kuanzia askofu mpaka mapadi, watawa, watu wote tuko wadhaifu. Ni watu wa maungamo, wanapenda sakramenti ya maungamo. Alafu ni watu wanaopenda neno la Mungu. Alafu ni watu wanaopenda katekesi, wanasoma vitabu mbalimbali vya kiroho. Ni watu ambao wanafahamu kanisa linaelekea wapi sasa, matatizo yake. Sasa nyinyi walei wa namna hiyo, mnapokuwa hivyo, si mnakwenda huko sasa kutakatifuza malimwengu? Maana yake ni nini? Mnatoa ushuhuda wa uwepo wa Mungu katika mazingira yenu. Kule benki wanavyokuona tu, ulivyo mwema, ulivyo mnyenyekevu, ulivyo mtii. Yani kuna hata mama mwingine unaweza kukuta ni kabinti ambako hajapata mchumba. Sasa kwa bahati mbaya, kwa bahati nzuri wewe umeshaoa,
kijana labda uonekani kwamba ni mzee, anakuja anasema jamani baba, namna gani tunaweza kuanza nani? Unaweza kunioa baba? Kamekuona ulivyo mzuri. Sasa akajui kwamba una ndoa tayari, wana mwingine amvae pete. Si ndio maana anakufuata. Amvae pete, mnakaa tu mtakamatwa. Vaeni pete. Na kama zimekwisha mkanunue nyingine. Yaani wewe umefungwa, pete maana yake umefungwa. Mimi nimefungwa na jimbo la Moshi. Hii ni kufungwa, ni agano. Naomba mnionyeshe pete, watu wa ndoa, nionyesheni pete. Pete nionyesheni. Hakuna kitu, mikono tupu. Ongereni kama ni za kweli. Lakini ndio maana mnakamatwa. Mpaka mtu anatokea huko shuleni, huko benki, anakuambia yani baba, ungeweza kwa mwenzangu baba kwenye maisha ya ndoa, nakuona kwa kweli ulivyo, yani uko mzuri, hiyo lugha yako tu unavyoongea, yani unavyotuhudumia hapa, yani nimependezwa naye, mimi ningependa tuishi pamoja. Tuishi pamoja tayari na watoto wawili kweli? Kwa hiyo haiwezekani tena. Kwenda huko, nenda mshawishi wewe, nenda pale. Sasa yani amekuona ulivyo mwema, ni ushuhuda, mnatakatifuza malimwengu. Lakini jinsi mambo yalivyoanza huku, sivyo? Yanaanzia huku kwenye malimwengu, yani kwenye matakatifu. Yani mmebeba ustawi wa kiinjili ndani yenu, ustawi wa sala, ustawi maisha ya sakramenti, ustawi wa neno la Mungu, ustawi wa kanisa Katoliki. Ni kanisa lililojawa na ustawi Bwana, lina zawadi nyingi za kiroho. Kwa hiyo huko kule benki, huko kule magereza, huko kule shuleni, huko kule wapi, kwenye huko uwanja wa ndege, huko unasafiri kwenda Dubai, wanakuona tu unavyoishi ile nafsi yako, maneno yako, huduma yako, ushauri wako, wanakuona huyu ni wa Yesu tu. Mpaka mtu anaomba, anamwingilia mtu ndoa, anataka afunge naye ndoa, amependezwa naye, ile nafsi inavyoonekana tu. Sasa ndiyo hiyo. Sasa mkoje, hebu jaangalieni kidogo, kwa namna gani. Yani kuna wakati mwingine, yani kwa kweli unaona watu wazuri, unaona wakina mama wazuri, unasema ngoja nimsalimie tu, kwa kweli huyu mama, yani hata wewe uso unaonyesha tu ni mamaana kweli, unaona hata wewe uso unaonyesha. Mwingine lakini unaweza kukuta ni mamaana, lakini anaangalia vibaya, hayo macho ni mekundu, yani bila shaka ni mamaana, lakini tena kauchawi bado kako. Sijasema hapa wakina mamaana, tuko marafiki, sijasema ushumundu. Na inaweza kwa mamaana, lakini tena bado kauchawi kapo. Nilimuuliza mama moja, niambia kwamba baba askofu, mimi na shida sana, nikienda kwenye jumuiya ndogo ndogo za Kikristo, nikiketi tu kwenye benchi hivi, wanaondoka akina mama wote, nikienda la pili wanaondoka wote, nikienda la tatu ni hivyo hivyo. Nikamwambia ni kwa nini? Wanasema baba askofu, nina uchawi. Lakini wewe kweli, wewe mama una uchawi? Ninacho kidogo baba. Sasa nyinyi mamaana, kama nyinyi kweli mnatakaza malimwengu, hata kidogo msiwe nacho. Ukiwa na kidogo tu imeshachafua huo uso, Kwa hiyo ni vizuri tuende tukiwa tunang'aa. Yani tunu za kiinjili, zawadi za kiinjili zinang'aa ndani yetu. Yani kwa vile ni kidogo, unataka tukusamee tupige mihuri. Hakuna, hata kidogo lazima ukiondoe. Wewe ni wa Yesu, sio wa kidogo. Kidogo maana yake nini? Ondoa hata hicho kidogo, safisha. Yani weka la Roho Mtakatifu. Wewe ni wa Roho Mtakatifu, sio kauchawi kadogo. Sasa ni kauchawi kadogo, Roho Mtakatifu akiingia akajikuta huko, si anatoka? Roho Mtakatifu ni mweupe. Kwa hiyo tuangalie, yani muangalie hapa. Sasa ndugu zangu, sisi tunapofanya hivyo, yani hatutakasi tu, hatuangalii tu roho, tunaangalia pia mwili. Hata wale misionari wamekuja, mliona hivyo tangu zamani. Nyinyi mko hapa mnafahamu mambo mengi sana walivyoanza Urumama kule. Urumama, unajua Urumama ni parokia ya 5 kufunguliwa. Wamefungua, walikuja wakafungua Kilema Mama, wakaenda Kibosho Mama, wakaenda Mkuu Mama, wakaenda Ungwe, wakaja Uru. Nyinyi watoto 5 mmezaliwa Urumama nyinyi. Watu wa maana sana 5. Vitabu vya Musa viko 5. Nyinyi watu wa maana sana. Sasa yani hatuangalii tu mambo ya kiroho na ya kimwili pia. Walijenga, maana unajua kwa upande wa kimwili ni Wakristo, ni Wakatoliki, tunapenda sana vipaji vya kiroho, zawadi za kiroho, lakini wakati huo tupende tangu pale mwanzoni kuna ujinga. Unajua Mwalimu Nyerere alisema wale maadui watatu ni wanani? Ujinga, alafu
magonjwa au maradhi, alafu maskini. Kwa hiyo kuna ujinga, maradhi, umaskini. Tangu pale mwanzoni walipiga vita sana wamisionari ujinga, wakajenga mashule mengi tu yamejengwa. Hebu angalieni tu ile sekondari ya pale Uru Mama, mimi naipenda. Yaani ni kama inatoa mfano kwa kweli wa ile eneo lote la Uru. Ni shule nzuri sana ukilinganisha na sekondari nyingine, lakini ni shule ya kanisa Katoliki na ni ya zamani, imejengwa na mapadi wakina Baba Kajetani akiwa hapo Uru, na walimu wote walikuja kwa kweli wanaitunza, iko vizuri. Hata mazingira yake ukiwa kule ndani, mimi nawaambia ninajisikia kama niko Ujerumani. Yaani ile miti ilivyo, yaani nyinyi watu wa Uru sijui mkoja, yaani kila mahali ni pazuri tu, hata kanisa hapa nzuri. Ukienda hata pale Uru Mama, yaani ni pazuri hivyo hivyo. Hasa ile shule kwa kweli ni nzuri sana. Sasa walianza shule, wakajenga shule. Yaani waondoe nini? Ujinga. Mahospitali yakajengwa. Yaani hata hapo Uru Mama tu mlipoanzia, ka hospitali ka zamani, ukielezwa historia yake utafurahi. Na mpaka sasa wanaendelea na hospitali. Pale tunajenga nyumba ya mapadi. Nimewaambia msirudi nyuma katika hospitali, lazima muende mbele, maana mahospitali ni sehemu ya utume wa kanisa Katoliki. Sisi tuko hapo, tuko kwenye roho, tuko kwenye utume wa mashule, tuko kwenye utume wa mahospitali, na tuko kwenye utume pia wa kumkomboa mtu. Kwa kina mama ambao wana kitu cha kula, sijui watoto, lazima tutafute namna ya yaani miradi mbalimbali ya kusaidia watoto ambao hawana chakula, ambao ni wamaskini. Lazima tuwe na miradi midogo ya kuwasaidia SACCOS, kuwasaidia kina mama WATA, kuweza kujisaidia wasioombaomba. Hayo yote tunaangalia kwa upande wa walei. Naangalia hayo na kanisa linaangalia hayo. Kwa hiyo ndugu zangu, niwaombe kwamba kitu cha kwanza mimi ambacho nawaomba ni utume wenu kama walei. Bado haujawa vizuri. Hayo matatizo yote, pamoja na kwamba hapa na pale mnanipelekea barua za mapadi wangu, lakini niwaambie ukweli, mapadi wangu karibu wote wako vizuri. Yaani labda ni wachache tu hapa na pale na tunawasaidia, hakuna ukamilifu. Na hao pia walitoka kwenu, la shaka walijifunzia kwa wazazi. Lakini kweli kwa walei ni lazima tusali sana, na nyinyi ni waombe msali sana. Vyama vya kitume kweli, walei hatuko vizuri. Mamtakataka ya ajabu yameingia katika nafsi za watu, katika familia za watu, katika jumuiya, katika hiyo mitaa. Yaani kuna padi mmoja ameniambia yuko kwenye uchungaji wa familia, na kila nyumba aliyepita ameniambia amefikia nyumba ya 100 na familia 112, zote kuna masuria. Yaani sikuweza kulala siku ile, ni jimbo la Moshi hilo. Yaani amepita familia 11, 12, 112, kila familia ina suria. Hebu niambie tu tunakwenda wapi? Yaani kule nyumbani kuna kikwazo. Yaani tutakavyosikia sasa ambapo hamtaji kusikia, yaani kule nyumbani baba na mama apokee. Mmepiga kelele sana hapo, lakini haiwezi kuwa vingine kama mlivyozaa. Yaani mnarudi hapo tu, tupige magoti tumlilie Yesu tu, kwa sababu si wametoka kwenye viungo vyenu. Sasa kule nyumbani kuna wingu jeusi limekuja huko liko pale juu. Yaani mpaka tuliondoe. Hakuna cha kusema eti baba askofu nimekosa nini. Hujakosa, lakini wametoka katika viungo vyako. Wewe ni mlezi mpaka uingie kaburini. Kwa hiyo mimi nikiwa hai, hiyo hamwezi kunibadilisha. Simniambie majimbo mengine, hapa ni Moshi. Ni lazima tupambane, tusali, tupige magoti, tuongee nao, tutembee na msalaba mtakatifu wa Bwana, sanamu ya mama Bikira Maria, Injili takatifu, tusali. Maana ni watoto wetu wamezaliwa hapa. Yaani ndani yake kuna uchaji tu wa kimungu. Watoto wa Kilimanjaro wote kuna uchaji wa Mungu ajabu ndani yao, wameibiwa tu, lazima warudi. Sema eti baba askofu tuingie macho tu, kweli sasa ni mtoto wako mama, na kuonea uchungu hata mimi. Yaani mama mzuri kama wewe, maana kweli upokei. Huwezi kupokea kwa sababu kule ndani si kuna hilo giza. Umeshachafua ule weupe wa Yesu kule ndani. Sio wewe umefanya, ni mtoto wako yuko kule Mbeya. Tupige magoti, piga simu usiku na mchana. Nenda na baba, nenda kwenye nenda na baba, pandeni ndege taratibu tu, mufike kule Mbeya, mkaongee naye, afunge ndoa, arudi nyumbani kwa Yesu. Msiniletee mambo ya kuniambia tufunge macho. Tutafungaje macho? Yaani tufunge macho mnataka basi, yaani jimbo lote.
Jimbo lote liwe hivyo kwamba yani tumejichanganya hitu, haiwezekani. Lazima tutoe nidhamu ya wale watu wa Yesu na wote warudi kwenye kundi. Sasa sitaki kuingia hapo, lakini hapo na kwa sababu kuna mazungumzo mengi mimi yananipa uchungu, maana wazazi mimi nawapenda kweli. Nawapenda sana wazazi, maana mmetuzaa. Yani mnapokuwa mpokea Ekaristi Takatifu, na hiyo ndio nguvu kuu katika safari yetu, katika kuhiji kwetu, kunanipa mateso makubwa. Lakini hapo afadhali nife kuliko nifungue, kwa sababu yani tutakuwa tunakaribisha kitu gani katika familia na katika kanisa Katoliki na katika jimbo? Yani itakuwa ni jimbo la masuria tu, kuanzia kule Tarakia nenda mpaka uwanja wa ndege ni masuria tu. Lazima yatoke, kwa sababu ni kitu ambacho kinaweza kufanyika. Hatujafunga mkanda, tufunge mkanda, tusali, tufunge, tuwaendee watoto wetu, tuwapigie magoti, tusiwatukane. Ulimwengu sasa hivi tujitukana, tunaharibu kila kitu. Tuwaombe wabadilishe. Kwa hiyo nyinyi endeleeni kupokea tu, lakini ngoja tamko lije basi, tunangojea sinodi huko mwishoni itakuwaje. Sawa wazazi Hapo namna gani? Tumsifu Yesu Kristo. Hapo tena mbona mmebadilisha uso jamani? Msiogope. Nyinyi endeleeni kama mna utaratibu wenu, tungojee kule mwisho wa sinodi. Maazimio yatakuwaje katika hilo? Sawa nyinyi msisali eti yani tumombe tu Mwenyezi Mungu amwangazie baba askofu aseme tu yani hata wazazi ambao wana mazuria wapokee tu. Yani hiyo ni fadhila. Hiyo ni fadhila. Au tunateremka? Tutakuwa tunateremka au tunapanda? Kwa hiyo tusali, tusijihurumie. Ni uchungu unaogusa moyo wa askofu, moyo wa mapadi, moyo wa wazazi, lakini lazima tulibebe kwa kazi na tutapita, maana hizo ni dalili za nguvu za yule mwovu. Yule mwovu hana nguvu kuliko Kristo Bwana. Yesu lazima atawale. Yesu lazima atawale katika mioyo yetu na katika familia zetu, katika parokia yetu. Sasa mimi sitaji kuendelea zaidi, naishia hapo. Nimkaribishe Padre Gasto aongee kidogo juu ya nafikiri maeneo ya wachungaji nimeeleza hapa kidogo. Yeye atakuja sasa mafanikio na changamoto. Kijana wetu, karibu, ongea na wazazi wako.